Kajala anazipata kwenye haya mahusiano. Kajala ni mdada wa mjini. Kajala maisha yake ni entertainment. Kajala anategemea reality TV show, anategemea deals mjini. Kwa hiyo lazima aendelee kuwepo kwenye vichwa vya habari ili mradi aendelee kupata hizi deals, ili mradi aendelee kuwa kwenye entertainment business. Unajua entertainment business is all about kuonekana. Kama hauonekani, kama hauna drama, entertainment business inakutupa pembeni. So Kajala na Harmonize Tanzania wote wanategemeana kwa sababu Harmonize anategemea kupeleka mziki wake mbele. Without drama, bila kuwa kwenye vichwa habari vya media bongo, bila kuwa kwenye midomo ya watu wanakusahau. So niliandika na kusema kwamba haya mahusiano ya hawa watu wawili yanategemeana, ndio maana unakuta ni vigumu sana kwa hawa watu wawili kuachana. Vitaenda mbele, vitarudi nyuma, lakini lazima tu watarudiana. Lakini kwenye hii awamu ya pili ya mahusiano ya Harmonize na Kajala, Harmonize alimnunulia magari Kajala. Tulikuwa tunaona kuna Kajala 1 and 2. Kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo walifanyiana, na this second time mahusiano yao yalikuja stronger than before, kwa sababu kumbuka kulikuwa kuna pete ya uchumba hapo, tukaona okay, maybe ndoa itakuja between Harmonize na